ambapo tunaenda kupata neno la Mwenyezi Mungu linalozungumza juu ya Yesu ambaye alikuwa amefika katika nchi ya Genesareti. Watu walipomwona wanasema walimtambua, na wakatoka kila maeneo wakiwa wamewachukua wagonjwa wakawapeleka au wagonjwa kwa Yesu. Na waliwachukua wagonjwa walikuwa vitandani ambao walikuwa hawawezi. Sasa kila alipoingia katika miji, katika vijiji, amesema waliwaweka wagonjwa miguuni pake wakamsii wale wagonjwa waguse pindo la vazi lake, na wale wote waliokuwa wanagusa pindo la vazi lake wakapona. Mambo matatu ya kujifunza katika somo hili. Ya kwanza, uweza wa Yesu ambao yeye huwa anawaponya wale wote ambao wanaomtambua, uweza wake. Na wale watu wote ambao pia kama una ndugu yako ambaye ameshindikanika, ukamwendea Yesu ukamsihi, Yesu, ninaomba uweze kumponya ndugu yangu, yeye anatenda, bado ana huruma. Yesu ni yeye yule jana na leo na hata milele. Neno hili la leo linapokujia, yamkini una mgonjwa, kuna watu ambao wana uhitaji mkubwa sana, mwendee Yesu, mpelekee Yesu, yeye akuponye. Na jambo la pili tunalojifunza katika somo hili ni katika hali ya kawaida tuna marafiki wengi, na baadhi ya marafiki ambao tuko nao hawezi kukupigia simu au kukuandikia ujumbe wa kukusalimu, kukujulia hali. Ukiona simu imepigwa, ameandika ujumbe kwako, utambue ana shida. Hasa ndio hawa ambao walikuwa wanamfuata Yesu, kila anapoenda wanampelekea wagonjwa. Hawakumpelekea Yesu kwa sababu walikuwa wanampenda, walimpelekea Yesu wale wagonjwa kwa sababu walikuwa wana shida, na walipotimiziwa haja zao wakamwacha Yesu, wakaondoka zao, hawakurudi tena. Na hapa pia tunawapata wale watu ambao wanakwenda kanisani ili kubatiza, ili ndugu zao walio wagonjwa wapone, na ndugu zao wengine ambao wametangulia mbele za haki, wamefariki, waweze kuzikwa vizuri. Wakitimiziwa mahitaji yao, hawa wanaondoka, hawana mpango tena, hawana upenzi na kanisa. Na hapo pia linakuja lile kundi la watu wengine ambao utawaona kanisani wanasali, ni waaminifu katika maombi, katika sala mbele za Mwenyezi Mungu. Utafikiri ni watakatifu, lakini kumbe wana mahitaji yao ambao wanayohitaji. Ili kundi sio zuri, na kama upo katika kundi hili unamtafuta Yesu kwa ajili ya kuponywa tu, Yesu yeye si kwa ajili ya kuponya tu. Umpende Yesu, uweze kuwa na ibada kwake kwa sababu ya uweza wake. Na Mwenyezi Mungu akubariki kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina.